السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ndugu zangu Waislamu na wote mnaonisikiliza, sisi hapa duniani tunaishi na baada ya maisha haya kuna kufa. Naomba nizungumzie baada ya kufa huyu mtu aliye hai sasa hivi akazikwa katika kaburi lake, mahusiano yake na aliye hai ni yapi? Mahusiano yake na aliye hai ni wewe kumuombea dua yule aliye tangulia mbele ya Mwenyezi Mungu, aliyefariki, na wala sio kutukuza na kuabudu kaburi lake. Mtume sallallahu alayhi wasallama siku moja akaelezewa hali ya jamii ilivyokuwa ikitukuza makaburi ya wema waliotangulia. Mtu akifa wanajenga juu yake majumba ya ibada, wanachora vinyago vyake ndani ya hiyo jumba na ndani ya hizo nyumba, wakitakidi kuwa ndio kumtukuza, ndio kumsaidia. Hapana. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ulaika idha mata fihim rajulun salih au abdun salih, hao watu, jamii hiyo, mtu mwema katika wao anapokufa, banau ala qabrihi masjida, wanajenga juu ya kaburi lake msikiti, wanajenga juu ya kaburi lake nyumba ya ibada, wasawwaru fihi tilka suwar, na wanachora vinyago ndani ya huo msikiti. Ulaika shirarul khalqi inda Allah, hao ndio viumbe wabaya kabisa mbele ya Mwenyezi Mungu, viumbe walio washari mbele ya Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la'natullahi ala al-yahudi wan nasara, laana za Mwenyezi Mungu ziwe kwa Mayahudi na Manaswara. Laana za Mwenyezi Mungu ziko kwa Mayahudi na Manaswara. Kwa sababu gani? Ittakhadhu qubura anbiyaihim masajida, walibadili makaburi ya mitume wao kuwa ni maeneo ya ibada. Hata kama hauabudu hilo kaburi, kwenda kufanya juu ya lile kaburi ibada ni sehemu, ni hatua miongoni mwa hatua za kukudumbukiza katika ushirikina, inakuweka karibu na ushirikina. Hali ya kuwa mahusiano yako wewe na yule aliyekufa ni wewe kumuombea dua na wala si kuabudu Mwenyezi Mungu juu ya kaburi lake. Kwa hiyo ndugu zangu, tuyaheshimu makaburi kama tulivyofundishwa. Tusikae juu yake, tusikanyage juu ya makaburi, na mipaka ambayo tuliyofundisha kuhusu makaburi tusijisaidie juu yake, juu ya makaburi. Lakini pia miongoni mwa mipaka ya kuheshimu makaburi ni wewe kutokufanya ibada ya aina yoyote kwa yale makaburi, kwenda kufanya tawafu kuyazunguka makaburi, kuchinja kwa makaburi, au ibada ya aina yoyote katika makaburi haturuhusiwi. Kwa sababu gani? Mtume sallallahu alayhi wasallama kazuia jambo hilo, kama tulivyojifunza katika hizo hadithi kwamba haturuhusiwi kufanya ibada juu ya hiyo misikiti au kujenga nyumba ya ibada katika huo msikiti. Haturuhusiwi kufanya ibada katika hayo makaburi au kujenga nyumba ya ibada juu ya hayo makaburi. Kwa hali yoyote tujitahidi tujiepushe kwa suala hili, tusiwe na tabia hii kwa hali yoyote ile. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.